Basi leo tena tunaanza somo letu la unabii. Jana tuliona mambo mengi, lakini kama tunaanza somo hili tuombe. Baba na mfalme wa mbinguni, tumefika wakati wa kujifunza tena masomo yako ya unabii. Bwana, tupatie mioyo ya kusikia. Bwana, tupatie mioyo ya kutenda, kwa jina la Yesu, amina. Jana tuliweza kuona kwa nini unabii ulitolewa. Tukaona unabii ulitolewa kwa ajili ya kutuweka salama. Haleluya. Unabii ulitolewa kwa ajili ya kutuweka salama. Lakini pia unabii wa Biblia hulinda dhidi ya manabii wa uongo. Unabii wa Biblia hutulinda dhidi ya manabii wa uongo. Kwa hiyo lazima ujue kwa nini unabii wa Biblia ulitolewa. Lakini pia unabii unawaonya wanaopotea. Unabii jana tuliona kwamba unawaonya wanaopotea. Lakini pia jana tukaona unabii utuonesha tulikotoka, tulipo na tunakoelekea. Haleluya. Jana hiyo. Lakini pia tuliona lengo kuu la unabii ni kumfunua Yesu. Hayo yalikuwa ni mambo ya jana. Haleluya. Haleluya. Lakini leo tena tutaangalia jambo jingine ambalo linasema kwa nini unabii ulitolewa kwa lugha ya mafumbo. Kwa nini unabii ulitolewa kwa lugha ya mafumbo? Maana wengi wanasema unabii ni mgumu. Kwa nini ulitolewa kwa mafumbo? Na leo tutaona sababu kama 5-6 hivi za unabii kwa nini ulitolewa kwa mafumbo. Haleluya. Kwa hiyo kama huna daftari na kalamu, tafuta daftari na kalamu, ili haya mambo tunapoyasema uwe nayo, uyasikilize kwa umakini. Sasa moja, kwa nini unabii ulitolewa kwa lugha ya mafumbo? Moja ni hili: Mungu alichagua mifano kwa makusudi kama njia yake ya mawasiliano. Haleluya. Alitoa unabii kama njia ya nini? Mungu aliamua kama njia ya nini? Halo? Kama njia ya nini? Kwa hiyo usio kafika mahali ukaanza kusema kwa nini Mungu? Kwa nini Mungu? Hapana, alitoa hiyo kama lugha ya Mungu ya kuwasiliana. Haleluya. Kama unaandika uandike, maana ndivyo ilivyo. Haikuja kilugha ya kibinadamu, ni lugha ya Mungu ya kimawasiliano. Haleluya. Namba 2, kulinda ujumbe wa wabeba ujumbe wake dhidi ya mateso ya kisiasa. Kwa hiyo unabii ulitolewa pia kulinda ujumbe wa wabeba ujumbe wake dhidi ya mateso ya kisiasa. Ndio maana ukatolewa kwa mafumbo. Hivi nimesemaje hapa? Nimesemaje? Kulinda ujumbe wa wabeba ujumbe wake dhidi ya mateso ya kisiasa. Maana angetoa waziwazi wenda wangevamiwa, lakini Mungu akatoa kwa mafumbo. Kwa hiyo lazima tujue hilo, maana ni mpango wa Mungu. Mungu aliweka hivyo. Kwa hiyo lazima tujifunze kwa kina. Namba 3, kwa nini unabii ulitolewa kwa mafumbo? Kuhakikisha ujumbe unavuka wakati na kutumika kwa vizazi vingi. Narudia, kuhakikisha ujumbe unavuka wakati na kutumika kwa vizazi vingi. Maana wenda angetumia tu lugha moja, tungebaki na hiyo lugha hiyo hiyo. Angeweka wazi, tungebaki hapo hapo. Lakini akatumia ili tumike wakati ule, wakati tuliopo, na hata wakati ujao. Haleluya. Bado unabii utaendelea kuwa mpya siku kwa siku. Ukisoma leo, bado kesho ni mpya. Utaendelea kusoma na utaona jinsi Mungu alivyokusudia tuuelewe unabii. Wangapi wananielewa? Haleluya. Lakini pia kwa nini unabii ulitolewa kwa mafumbo? Unadai ufahamu wa kiroho na utafiti wa Biblia. Yaani ili mwaka jana tujifunza jinsi ya kusoma Biblia, jinsi ya kusoma na kuelewa. Kwa hiyo ni ili kwamba mtu atafiti, sio usome tu haraka haraka. Utafiti, uchimbe huku kidogo, sio tu uende haraka haraka na kuelewa. Maana ukielewa kijujuu hutaelewa. Lakini unabii ulitolewa ili kwa mafumbo, ili uchimbe sana. Haleluya. Nimesemaje?
tuchimbe. Na hata hivyo si tunachimba au hatuchimbi? Unasoma huelewi, unachimba, unatafuta vitabu, unasoma, yani ili utafiti zaidi. Ndio maana ukatolewa kwa mafumbo. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo pia tena unabii ulitolewa kwa mafumbo kuruhusu Biblia kujitafsiri yenyewe. Biblia ijitafsiri yenyewe baada ya kuchimba, uende kidogo huku, uende kidogo huku, ili Biblia ijifasiri yenyewe. Haleluya. Tunaelewa? Maana zamani tulikuwa soma tu, lakini sasa inabidi uchimbe kwa kina, uache Biblia ijifasiri yenyewe kwa yenyewe. Usije ukatumia akili zako, usije ukatafuta vitu ambavyo si vya kibiblia, si vya kineno la Mungu. Uchimbe zaidi. Namba 6, kufunua ukweli hatua kwa hatua wakati unaofaa. Uliwekwa hivyo kimafumbo ili kufunua hatua kwa namna gani? Hatua kwa hatua, kila ikifika inaonekana hatua kwa hatua mpaka hapa tulipo sasa. Haleluya. Na sisi ndio tunaona wazi kuliko wale wa zamani, maana zamani waliona tu kwa mifano, ila sisi tunaona wazi, au sio? Si ndio jamani? Kwa hiyo uliwekwa kimafumbo pia kufunua ukweli hatua kwa hatua mpaka wakati unapofika au unapofaa. Sasa namba 7, kuweka maandiko yote yamkusudie Kristo. Kuweka maandiko yote yamkusudie Kristo. Ndio maana unabii ulitolewa kwa namna gani? Kwa namna gani? Na hata hivyo sasa tunaanza kuelewa kwamba sio tu ilifichwa, iliwekwa kama tulivyosema sababu zote hizo. Sasa tunaendelea tuone pia baadhi ya vielelezo vya unabii. Baadhi ya maana tumesoma vielelezo vingine vikatusumbua, hatukuelewa. Tuone vielelezo vya unabii. Haleluya. Kuna baadhi ya wanyama kadhaa kadha ambao tunawasoma kwenye Biblia, na siku moja nikawa najifunza na mtu ambaye si mwadilifu, akasema yule mnyama uliyemwona ni shetani. Hivi ndio tunajifunza. Si Biblia inasema shetani ni nani? Siko wazi kabisa. Lakini kama kagizagiza fulani, lakini unaposoma kama tunaagizana unaona kwa undani. Haleluya. Sasa sikiliza. Kuna mahali unaweza kusoma Biblia ukaona farasi. Farasi ni nini? Kwa mujibu wa Ayubu 39:19, farasi ni nini? Kwa hiyo tunaenda tuangalia mafumbo yanafunuliwaje sasa. Ukisoma Ayubu 39 mstari wa 19 na Zaburi 147:10 utaona farasi ni nini. Farasi ni nguvu katika vita. Farasi ni nguvu katika nini? Katika vita. Usije ukachanganyikiwa unapoona neno farasi. Ni nguvu katika vita. Katika vitabu ambavyo nimevitaja hapo utasoma kwa wakati wako. Lakini pia joka ni nani au ni nini? Maana vimewekwa wazi katika Biblia. Unaposoma kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 7 hadi wa 9 utaona nyoka ni nini. Kwa nyoka kwa Sabato haina shida au ina shida? Ina shida. Nyoka ni shetani au mawakala wake. Haleluya. Ili ujue kweli, hebu angalia tu kitabu ya Ufunuo 12:7. Naomba hiyo nisomee msomaji wangu. Soma hiyo uone. Maana usiyasema nazungumza tu hapa ili udhibitishe. Ufunuo 12 na mstari wa 7. Hebu ona kwa haraka tunapoendelea. Inasemaje? Mpeni mic. Kulikuwa na vita mbinguni. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake. Wakapigana na yule joka. Wakapigana na nani? Yule joka. Yule joka naye akapigana nao. Na yule nyoka akapigana nao pamoja. Na malaika zake. Fungu la 8. Sawa. Nao hawakushinda. Nao shetani hakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Fungu la 9. Sawa. Yule joka akatupwa. Yule joka akatupwa. Sikiliza. Yule mkubwa. Joka wa zamani. Joka wa zamani. Aitwaye Ibilisi na Shetani. Aitwaye nani? Ibilisi na Shetani. Joka ni nani kwenye Biblia?
Shetani, ibilisi au nani? Kwa hiyo tunaelewa. Nashukuru msomaji wangu, nashukuru. Kwa hiyo tunaposoma Biblia lazima tuangalie, kuna lugha ya picha, lakini kuna lugha ya wazi. Haleluya! Hebu punga mkono kama tunaelewana. Haya, utaona kitu kingine katika Biblia kinachosema mnyama. Mnyama ni nini? Si tumesoma hivyo vitu Mnyama ni nini? Angalia Danieli 7:17 na 23, utaona mnyama ni nini. Hebu tuangalie Danieli hiyo sura ya 7 na mstari wa 17, inasema ni nani? Mnyama ni nini? Naomba tusomee na hiyo. Danieli 7:17 inasema wanyama hawa wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Kwa hiyo mnyama ni nini? Mfalme. Ni ufalme. Mstari 23 inasema ndio, akanena hivi, akasemaje? Huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia. Kwa hiyo tunaendelea kupata picha zaidi kwamba ufalme wa kiserikali ni nguvu ya kisiasa. Mnyama, unaposema lugha ya mnyama kwenye Biblia nini? Ni ufalme au ni serikali au ni nguvu ya kisiasa. Haleluya, haleluya. Haya, tunaangalia lugha nyingine ya picha, mwana-kondoo. Mwana-kondoo ni nini? Angalia Yohana sura ya 1 na mstari wa 29. Mwana-kondoo ni nini? Ili uendelee kupata hivi vitu, maana hatupaswi kuviacha, lazima tuvione na tuthibitishe kwamba mwana-kondoo ni nini. Yohana 1 mstari wa 29 inasema siku ya pili yake amona Yesu anakuja kwake. Sawa. Akasema, ndio, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukua dhambi ya ulimwengu. Mwana-kondoo ni nini? Ni Yesu Kristo ambaye ni kafara yetu. Haleluya. Kwa hiyo Yesu ndiye anaitwa nani? Mwana-kondoo wa kafara. Maana kondoo walitumika kwa nini? Kwa sadaka au kafara, si ndio? Kwa hiyo Yesu Kristo ndiye mwana-kondoo achukua dhambi ya nini? Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunaendelea kupata picha hizi, usije ukabaki kigizagiza tunapomsubiri Kristo kuja mara ya pili. Kama tunaposema kila siku, tunapaswa tujue lugha hizi. Haleluya, haleluya. Sasa tuangalie kitu kingine pia ambacho kinatusaidia, ambacho ni lugha ya picha. Haya, kuna rangi tofauti tofauti ambazo zimejifunza kwenye Biblia. Kwenye nini? Biblia kuna nyeupe. Inamaanisha nini nyeupe? Unaposoma kwenye Biblia lugha nyeupe au ukasoma kitu kisafi ni nini? Hebu tuangalie Ufunuo sura ya 3 na mstari wa 3 na wa 4. Nyeupe tunajifunza nini? Ufunuo 3 mstari wa 3 na wa 4. Mstari wa 3 unasema, ndio, basi kumbuka jinsi ulivyopokea. Sawa. Na jinsi ulivyosikia. Sawa. Yashike hayo na kutubu. Sawa. Walakini usipokesha nitakuja kama mwivi. Wala hutaijua saa nitakayokuja kwako. Endelea. Fungu la 4. Lakini unayo majina machache katika Sadri. Watu wasioyatia mavazi yao uchafu. Nao watakwenda pamoja nami hali wamevaa mavazi meupe. Haya, mavazi meupe. Hivi mavazi meupe ni nini? Watu wasiotia mavazi yao uchafu wamevaa mavazi meupe. Hapa ni usafi, ni utakatifu. Haleluya. Unaposoma nyeupe maana yake ni usafi. Tuko sawa sawa? Tuko sawa usio kafika mahali ukachanganyikiwa na natamani uandike. Lakini kuna rangi nyingine, blue. Ni nini? Hebu angalia Hesabu 15 na mstari wa 38. Hesabu 15:38. Hesabu 15 mstari wa 38 inasema, nena na wana wa Israeli na kuwaagiza ya kwamba wajifanyie vishada katika ncha za nguo zao, katika vizazi vyao. Sawa. Tena ya kwamba watie katika kila kishada cha kila ncha nyuzi za rangi
ya samawi. Sawa, umemaliza? Samawi au blue huashiria sheria ya Mungu. Tuko sawa sawa? Sheria nani? Sheria nani? Tuko sawa? Lakini maana usije ukachanganyikiwa. Hapa ameandika samawi au blue ni sheria ya Mungu au sheria. Zambarau, unaposoma rangi ya zambarau inamaanisha nini katika Biblia? Na ninaenda polepole ili kwamba na wewe usije ukabaki, ili unapovisoma uanze kutambua zaidi na kuzama ndani zaidi, utaona hivi vitu. Haleluya, haleluya. Haya, tuendelee. Rangi ya zambarau, nimesema kitabu gani? Nimesema Waamuzi sura ya 8 na mstari wa 26. Zambarau inamaanisha nini? Zambarau inamaanisha nini? Waamuzi ngapi? Nimesema kitabu kile cha Waamuzi. Ngoja nikuweke vizuri tuone vizuri, Waamuzi 8:26. Waamuzi 8:26, tuone kwa undani zaidi ili tujue tunaposoma rangi zambarau inamaanisha nini? Rangi ya zambarau inamaanisha nini? Waamuzi 8:26. Ndio. Na uzani wa hizo pete za dhahabu alizozitaka ulipata shekali za zambarau 1,700. Shekeli za zambarau mia ngapi? 1,700. Kwa hiyo zambarau iliwakilisha lugha ya kipicha ya ufalme au mfalme. Haleluya, haleluya. Iliwakilisha ufalme. Ndivyo ilivyo katika Biblia. Kwa hiyo tunaenda kuona rangi hizi tofauti tofauti, lakini nyekundu iliwakilisha nini? Nyekundu iliwakilisha ni Isaya 1:18. Iliwakilisha ni nyekundu. Nyekundu iliwakilisha nini? Tunajifunze kwa kina ili ukifika sasa usije ukasema ni Biblia haieleweki, Biblia haisomeki, lakini pia inasomeka kwa uzuri. Nimesema rangi gani? Nyekundu. Nikasema kitabu gani kama tuko pamoja? Isaya 1:18. Inasemaje Isaya 1:18? Haya, njoni tusemezane, asema Bwana. Sawa. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, ndio zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufi. Nyekundu inamaanisha nini? Dhambi, ufisadi. Haleluya. Hapo wamesema haraka, dhambi. Ni kweli inawakilisha dhambi. Tuko sawa sawa jamani? Sasa ninaamini kwamba tunaendelea kupata picha tunapomsubiri Kristo. Hatubaki gizani. Tunaendelea kuona hizi rangi, tunaendelea kuona wanyama, tunaendelea kuona vitu tofauti tofauti, joka tumeona, lakini pia tuangalie vielelezo vingine ambavyo vilikuja kwa lugha ya picha, kwa lugha ya mafumbo. Je, vinaeleweka? Kwa hiyo tutaendelea kuangalia vitu vingine. Hapa tunaangalia muda unafasiriwaje kiunabii. Muda unafasiriwaje? Wakati unaposoma kwenye Biblia, wakati unapata picha kwamba ni siku 360 au mwaka mmoja. Hiyo utaisoma kwenye Danieli sura ya 4 na mstari wa 16 na mstari wa 23, ila leo tutasoma Danieli 7:25. Danieli 7:25 tutaona. Kwa hiyo wakati humaanisha siku 360 au mwaka mmoja. Danieli 7:25 inasema, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Sawa. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Sawa. Naye ataazimu kubadili majira na sheria. Nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati. Tumeona ametumia wakati, nyakati mbili na nusu. Akimaanisha nini hapo, wasomaji wa unabii? Miaka 3 na nusu. Haleluya. Kumbe tunaelewa vizuri. Tunaelewa namna gani? Vizuri. Maana hiyo ni lugha ya nini?
ya picha. Lazima uelewe siku katika Biblia nayo imewekwa vizuri. Siku unaposoma mahali siku inawakilisha nini? Sasa siku, Ezekieli 4 mstari wa 6 na Hesabu 14 mstari wa 34. Unaposoma Biblia siku inawakilisha nini? Niombe Ezekieli 4:6. Ezekieli 4 mstari wa 6. Ezekieli 4 mstari wa 6 inasema, sawa, tena utakapotimiliza hizo, tena utakapozitimiza hizo, utalala kwa ubavu wako wa kuume. Sawa. Nawe utauchukua uovu wa nyumba ya Yuda siku 40, siku moja na mwaka mmoja, siku moja na mwaka mmoja, na kuagiza. Haya, Hesabu 14:34. Soma tupate picha halisi. Siku inamaanisha nini unaposoma kwenye Biblia kiunabii? Maana unaweza kukuta siku kama si unabii pia. Kwa hiyo siku katika unabii inawakilishwaje? Hesabu 14:34. Yafika Hesabu 14:34. Hesabu 14:34 anasema, sawa, kwa hesabu ya hizo siku mlizopeleleza ile nchi, sawa, yaani siku 40, kila siku huhesabiwa mwaka. Kila siku huhesabiwa mwaka. Kwa hiyo unaposoma siku kiunabii ni sawa na mwaka. Haleluya, haleluya, watu wa Mungu. Wangapi wananielewa au nimewaacha gizani? Tunapomsubiri Kristo lazima haya tuyaelewe. Sio tu tunasoma tunachanganyikiwa, tunasoma tukiwakilisha, tunaelewa kwamba ni nini tunachokisoma hapa. Haleluya. Haya, tunaendelea. Tumeona zambarau. Hebu tuangalie tena Waamuzi 8 mstari, tuiache, tushaisoma hiyo. Nyakati tulishasoma, Danieli 7:25 na Ufunuo. Unaposikia nyakati ni miaka. Nyakati ni nini? Ni miaka. Unaposoma ukasikia nyakati ni miaka. Sasa ukiusikia nyakati usije ukababaika, ni miaka. Pale tuliona wakati, nyakati mbili, si ndio? Kwa hiyo tunapata picha ya kirahisi. Ukisikia wakati ni mwaka, nyakati mbili ni miaka mingapi? Miwili. Haleluya, haleluya. Sasa tuangalie vielezo vingine vya kiunabii. Tunaendelea kuchimba tuone zaidi, maana tumefika mahali tukasema Biblia ni ngumu, tukachanganyikiwa, tukakosa nguvu, tukaanza kubabaika. Hatupaswi kubabaika. Haupaswi kuwa na hofu. Tunapomsubiri Yesu lazima ujue hizi alama. Nitakwenda nikimsubiri Yesu kwa namna hii, tukisoma alama za nyakati. Halo, hivi tunaelewana? Usio kafika mahali ukababaika ukasema sielewi hivi. Sasa ngoja tuangalie. Hebu tuangalie tena kielezo kingine. Mwanamke safi anamaanisha nini? Wewe unajua hivyo. Lakini wengine wanajua hivyo. Unaposoma mwanamke safi anamaanisha nini? Hebu angalia kitabu cha, tuangalie kwa haraka tu, wa Efeso sura ya 5 na mstari ule tuanzie mstari wa 1 hadi wa 5, tutaangalia alafu tutakwambia mstari mwingine ili tupate picha kamili. Mwanamke safi ni nini? Waefeso 5 mstari wa 1. Sawa. Inasemaje? Hivyo fuateni Mungu kama watoto wanaopendwa. Sawa. Mstari wa 2. Mkaenende katika upendo. Sawa. Kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yenu. Sawa. Sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Sawa. Mstari wa 3. Lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe. Sawa. Wala uchafu wowote wa kutamani. Sawa. Kama iwastahilivyo watakatifu. Ndio. Mstari wa 4. Wala aibu wala maneno ya upuuzi wala ubishi. Sawa. Hiyo hayapendezi, bali afadhali kushukuru. Sawa. Mstari wa 5. Maana nao neno hili mnalijua mnalijua hakika ya kwamba hakuna
mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa ndiye mwabudu sanamu, ndio aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Sawa. Mstari wa 6. Mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana. Sawa. Kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana wa uasi. Soma mstari wa 22 tuende haraka ili tupate pointi. Soma mstari wa 22. 22 inasema, nasemaje? Enyi wake watiini waume zenu katika kama kumtii Bwana wetu. Asante. Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Sasa ili tupate picha ya hapa, angalia mstari wa 32 unasemaje? 32 inasema, siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Yaani anapozungumza mwanamke katika Biblia hasungumzi habari ya mke wako au mke wangu. Anazungumzia habari ya nini? Kristo na nini? Na kanisa. Kwa hiyo unaposikia mwanamke safi, anamaanisha kanisa takatifu, kanisa safi. Haleluya. Unaweza ukaangalia pia Wakorintho ya 2:11 ambayo tunasoma wakati wako, imeandikwa hivyo. Sasa kuna mwanamke mchafu au mwanamke kahaba, anamaanisha nini naye? Maana Biblia iko wazi. Biblia iko wazi sana. Mwanamke kahaba ni nini? Ezekieli 16:15. Ezekieli 16 mstari wa 15. Lakini ulitumainia uzuri wako, ukafanya mambo ya kikahaba kwa sababu ya sifa zako, ukamwaga mambo yako ya kikahaba juu ya kila mtu aliyepita, ulikuwa wake. Anamaanisha nini? Pia ukisoma kitabu cha Ufunuo 17:5 utaona mwanamke kahaba aliyevikwa mambo fulani ya kikahaba. Sasa tunapojifunza habari ya mwanamke kahaba au mwanamke mchafu, ni kanisa la namna gani sasa? Halo? Ni kanisa gani? Kanisa ambalo halimtii Mungu. Kwa hiyo au kanisa ambalo linabeba mapokeo, kanisa ambalo halina heshima mbele za nani? Lakini kanisa safi ni kanisa linalomtii nani? Mungu. Haleluya. Tunaelewa au tumechanganyikiwa? Haya. Kuna kielezo kingine, upepo. Unamaanisha nini upepo? Nasoma katika Biblia upepo ni nini? Hebu angalia Yeremia 25 na mstari wa 31. Yeremia 25:31 kuelekea 33. Upepo ni nini? Yeremia 25:31. Anasema, mshindo utafika hata mwisho wa dunia, maana Bwana ana mashindano na mataifa. Ndio. Atateta na watu wote wenye mwili. Sawa. 32. Bwana wa majeshi asema hivi. Anasemaje? Tazama, uovu utatokea toka taifa hata taifa. Na tufani kuu, na upepo mkuu au tufani itainuliwa toka pande za mwisho wa dunia. Itainuliwa toka pande za mwisho wa dunia. 33. Sawa. Na waliouawa na walio anyway, tuishie tu hapo. Anaposema tufani au upepo anamaanisha nini? Misukosuko ya kisiasa. Misukosuko ya nini? Unaposikia upepo, tufani, ni misukosuko ya nini? Kwa hiyo tunapoona hayo mambo, tufani ikivuma toka huku kwenda kule, wala usitikisike, maana ni lugha ambayo inatumika kutuandaa, tufanye haraka kwa ajili ya ujio wa pili wa nani? Halo? Unapoona sasa upepo umetulia, ni wakati wa kujiandaa. Ndio maana tumesema kwamba nitakwenda nikimsubiri nani? Unapoona matukio hayo ni upepo. Yaani kuna vita zinaendelea mahali. Kwa hiyo misukosuko ya kisiasa unayoiona katika Biblia inatumika kama upepo. Au haipo leo?
Haya, hebu angalia pia Yeremia 49, tukazie zaidi hapo. Yeremia 39, Yeremia 49 mstari wa 36 na 37 inakazia zaidi pia. Yeremia 49 na mstari wa 36 na 37. Hebu tuone zaidi, ili unaposikia upepo usije ukayumba, ukawa na mashaka, ukawa na wasiwasi. Nataka nikutie moyo, si wakati wa kuwa na wasiwasi sasa. Biblia imesema tunapoyaona hayo tuinue vichwa vyetu wapi? Tuinue wapi? Sio wakati wa ukiona mtu ameinamisha kichwa chini, maana yake ni nini? Ameshindwa. Sisi Wakristo wa Sabato tusitukainamisha kichwa chini, tuinue kichwa au tuinue vichwa wapi? Juu. Maana ni kweli Biblia imeshaweka wazi upepo. Nimesema Yeremia 49 na mstari wa 36 na 37. Anasemaje? Na juu ya Elamu nitazileta pepo 4 kutoka pembe 4 za mbinguni. Sawa. Nami nitawatawanya hata pepo 4 zote, wala hapana taifa ambalo hawatalifikiria watu wa Elamu waliofukuzwa. Tumesikia hiyo Kwa hiyo Mungu mwenyewe ndiye atakayeruhusu upepo ufanye nini? Unajua ni kwa nini? Kwa sababu maovu yamezidi. Hatuna mikakati ya kuacha dhambi, hatuna mikakati ya kumrudia Mungu. Lakini ashukuriwe Mungu, maana kanisa letu la Sabato linatufundisha kumrudia nani? Tumrudie Mungu. Maana wakati tunapoona hayo, tusikae kimya, ni wakati wa kuchangamka. Haleluya, haleluya. Tarumbeta inamaanisha nini? Unaposikia tarumbeta inamaanisha nini? Tarumbeta inamaanisha nini? Ukisoma Biblia vizuri utaona tarumbeta ni maonyo. Maonyo. Tarumbeta ni maonyo ya kutangaza kwamba mwisho wa dunia unakuja au umekuja. Tujiandae, tusilale usingizi. Haleluya. Maana tarumbeta zimepigwa sana, na hata hivyo ukisikia neno tarumbeta maana yake ni maonyo, na sasa ndio yanatolewa. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 14, inasemaje? Inasemaje Mathayo 24:14? Inasemaje? Mathayo 24:14. Soma tu haraka. Mathayo 24:14 anasema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Sawa. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hiyo kabla ya kuja kwa Yesu, tarumbeta zitapulizwa, maonyo yatatolewa, maonyo yatatolewa. Na hata sasa maonyo yanafanya nini? Yanatolewa ya kutosha. Makuhani wapige tarumbeta, maana hali si njema. Watu wamrudie nani? Mungu. Haleluya, haleluya. Tuangalie kielezo kingine. Pembe inamaanisha, tunasoma Biblia mara pembe 7, mara pembe 10, zinawakilisha nini? Hebu tuangalie Danieli 7:24. Pembe zinawakilisha nini? Maana nimewaambia hakuna kitu ambacho kimefichwa, vyote viko wazi. Haleluya. Ni wewe tu isome Biblia. Pembe inawakilisha nini? Danieli 7:24 anasema, na habari ya zile pembe 10, katika ufalme huo wataondoka wafalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza. Sawa. Naye atawashusha wafalme 3. Hebu tuambizane kwa ukweli, pembe ni nini? Nani aseme? Kwa hiyo tunaposoma Biblia ukikuta pembe ni mfalme, au pembe ni wafalme, au utawala au watawala. Sawa jamani? Tunaendelea kupata, maana si vitu vya kificho, viko wazi. Pembe ni mfalme au utawala. Hello? Wangapi wananielewa? Haleluya, haleluya. Tunaendelea kwenye pembe. Unaweza kusoma Danieli 8 mstari wa 5 na mstari wa 21 na mstari wa 22. Hiyo pembe ni nini? Lakini pia Zekaria mstari wa kwanza, Zekaria 1:18 na 19. Zekaria 1:18 na 19. Tutaendelea kuona pembe ni nini. Lakini Ufunuo 17:12 unaweza kuona pia
pembe ni nini? Ufunuo 17:12. Hebu tuone kitu kingine. Mavuno. Mavuno ni nini? Mavuno ni nini? Maana Biblia haijatuacha tuendelee kuangalia mavuno ni nini. Biblia yetu iko wazi sana, na ndio maana tumekuja tuzisome Biblia kwa umakini. Mavuno ni nini? Haya, ukiangalia Mathayo 13 na mstari wa 39 itaendelea kutusha mavuno ni nini. Mavuno, unaposoma Biblia neno mavuno ni ishara ya nini? Hebu tuangalie haraka Mathayo sura hiyo ya 13 na mstari wa 39. Soma. Msomaji wangu soma. Mathayo sura ya 13 na mstari ule wa 39. 39. Mstari wa 39 anasema, sawa. Yule adui aliyepanda na Ibilisi, yule adui aliyeyapanda ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wavunao ni malaika. Hebu rudia tena. Yule adui aliyeyapanda ni Ibilisi. Adui aliyepanda mavuno au magugu ni nani? Ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia. Mavuno ni nini? Biblia iko vizuri Mavuno, unaposikia mavuno ni mwisho wa dunia, kuja kwa Yesu. Kwa hiyo vyote hivi vinabeba kutuelekeza ujio wa nani? Yaani hatuendi mahali pengine. Pamoja na alama za ishara zote hizi zinatuelekeza ujio wa Yesu mara ngapi? Tunakaa sawa Tuko sawa? Haya, tuangalie ya mwisho. Nchi ni nini? Ufunuo 13:11. Nchi ni nini? Ufunuo 13:11. Nchi ni nini? Ufunuo 13:11 anasema, kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi. Naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka. Tunapoangalia nchi, anasema ni mahali pasipokaliwa na watu. Nchi ni mahali pasipokaliwa na nani? Mnyama huyu alitoka katika bahari. Alitoka wapi? Akaenda wapi? Rudia tena Ufunuo 13:11. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi. Huyu atoke bahari, atoka katika nini? Katika nchi. Maana ni mahali pasipokaliwa na nani? Na watu. Unaposoma Biblia, huyu mnyama wa pili katika Ufunuo ni mahali pasipokaliwa na nani? Na watu. Na mwisho tuangalie bahari ni nini? Ufunuo 17:15. Ufunuo sura ya 17 na mstari wa 15. Tuone bahari ni nini. Kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Tunaendelea kupata bahari ni nini? Hebu mmoja aseme kwa sauti. Makutano au nini? Si imesema waziwa au nini? Mbona mmeishia hapo katikati? Mwinjilisti au nini tena? Rafiki au nini? Soma tena. Anasema, kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano. Ni jamaa au nini? Makutano. Makutano. Haleluya. Wangapi wamenielewa asubuhi ya leo? Wangapi wamebarikiwa?